Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu ambaye tena leo unanifuatilia kwa mara nyingine tena. Hapa tunakwenda katika somo ambalo ni somo la 5 ambalo tayari naenda kuelezea kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Katika hili somo kuna vitu vingi vya muhimu ambavyo utaenda kuvifahamu, kwa sababu hili ni somo ambalo mtu hupaswi kulipuuzia kabisa hata kidogo. Tutaenda kujifunza ni kwa nini watu basi tujazwe Roho Mtakatifu. Faida za Roho Mtakatifu ni nini? Ni mambo gani yanaweza kufanya mtu akashindwa kujaza Roho Mtakatifu? Kwa sababu kuna wengi mmekuwa mkitamani kujaza Roho Mtakatifu, mnajitahidi lakini hamuoni. Kuna watu wengi wamekuwa wakijaribu lakini wanashindwa. Ndugu wangu, usifanye mzaha katika eneo la ujazo wa Roho Mtakatifu. Wengi hawataingia mbinguni kwa sababu hawakujazwa Roho Mtakatifu. Sasa naomba tufuatane pamoja, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Lakini vile vile usikose kuendelea kuzidi kufuatia masomo yanayoendelea. Kadri tunavyozidi kuendelea ndio mambo makubwa yanazidi kupatikana. Basi namwalika Roho Mtakatifu ili sasa tukajifunze mambo ambayo ni ya msingi sana. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, tunakuamini wewe, ndio maana leo tunasikia habari zako. Sasa karibu Bwana, upate kutufundisha kwa Roho wako Mtakatifu. Baba, nakualika kwa uwezo wako na nguvu zako, msaidie kila mmoja ambaye anayekwenda kusikia haya. Roho Mtakatifu, fungue macho ya kiroho na masikio ya kiroho. Baba, asante, naamini kwa sababu nimeomba. Roho Mtakatifu, uko nasi sasa kwa uwezo wako, katika jina la Yesu. Tunajifunika ndani ya damu yako mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sasa ili somo la ujazo wa Roho Mtakatifu, ili tupate kuelewa vizuri kabisa, tutaligawa katika vipengele vitano. Ili somo ili tupate kuelewa vizuri, tutaligawa katika vipengele vitano. Somo lina kichwa kinachosema ujazo wa Roho Mtakatifu. Ila katika vipengele hivi, kipengele cha kwanza kitakuwa ni kwa nini tujazwe Roho Mtakatifu. Kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili itakuwa ni faida za kujazwa Roho Mtakatifu. Faida za kujazwa Roho Mtakatifu. Kipengele cha tatu ni mambo yanayofanya mtu asijazwe Roho Mtakatifu. Alafu kipengele cha 4 ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Alafu kipengele cha 5 jinsi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa hapa moja kwa moja tutakwenda kwenye kipengele chetu cha kwanza kinachosema ni kwa nini tujazwe Roho Mtakatifu. Sasa nataka kwanza nitangulie kusema hapa mwanzo kabisa kwamba watu lazima wajue ni nini maana ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisema Roho Mtakatifu ni njiwa. Wengine wakisema Roho Mtakatifu labda tu ni nguvu za Mungu. Lakini watu wengi hawajafahamu kiuhalisia. Ndugu yangu, naomba nikwambie, unaposikia neno Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kwanza ni Mungu mwenyewe. Niwaambie, kuna Wakristo wengi, huenda na wewe upo kwenye imani hiyo, wengi wanafikiri kwamba kuna Mungu watatu. Ndio maana wengi wanaposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanafikiri ni Mungu watatu ambao wapo. Kwa hiyo wengi watashangaa baada ya kufika mbinguni hawataona mwingine zaidi ya Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe, isipokuwa tu katika utambulisho wake Mungu. Yeye ni Baba kwa sababu nishagafundisha kule nyuma nikasema Mungu ana sifa ya kuitwa Baba kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa vitu vyote duniani na mbinguni ambavyo havijawahi kuonekana na hivi vinavyoonekana. Yeye ni Baba kwa sababu ndiye mwanzilishi. Na shetani tukajifunza kwamba yeye ni baba wa uongo. Yeye ndiye mwanzilishi wa nini? Wa uongo. Sasa Mungu ana sifa ya kuitwa Baba. Alafu Mungu ana sifa ya kuitwa Mwana kwa sababu Mungu alivaa umbo la mwanadamu, akaja duniani, akaja kuwa ndo Yesu Kristo ambaye ni Mungu aliyevaa mwili wa binadamu. Halafu baada ya kuwa sasa amekaa duniani akamaliza ile kazi msalabani, ndipo aliamua sasa kurudi tena ulimwengu wa roho. Naomba nielewe. Unaposema Roho Mtakatifu, huyu ni Yesu Kristo mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Manake Yesu ilibidi tayari sasa alipotoka mwilini
akaingia rohoni sasa, ila hakuamua kwenda mbali na sisi. Bado yuko na sisi, yuko pamoja na sisi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaposikia Roho Mtakatifu, ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo kuna wengi huwa wanaweza kukaa wakafikiri labda yeye hana Roho Mtakatifu. Ndio maana hili somo la leo ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa unapompokea Yesu, maanake automatically Roho Mtakatifu unaye. Unanielewa? Ila kuna kitu nakuwa bado umepungukiwa, hujakipata. Kwa hiyo hiki ndio leo nataka ukisikie habari zake vizuri. Kwa hiyo naamini umenielewa sasa kwamba huyu Roho Mtakatifu ambaye unayesikia hapa, uweze kujua kabisa kwamba ni Mungu mwenyewe. Usianze kuhisi labda ni njiwa au no. Katika Luka ile sura ya 3 na ule mstari wa 16. Luka ile sura ya 3 sasa na ule mstari wa 16 hapa. Maandiko hapa yanasema Luka 3:16. Maandiko hapa nitakusomea usikie vizuri. Luka 3:16. Yohana alijibu akawaambia, wote kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa nisikilize vizuri. Utasikia huyo ajaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Hapa Yohana alikuwa akitabiri habari za Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo Yohana akawa anasema atakapokuja huyo sasa ndiye atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndio maana unasikia moto wa Roho Mtakatifu. Manake ni aina nyingine ya ubatizo wa kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, ambacho hiki leo utaenda kukifahamu kwa umakini na kwa undani zaidi. Sasa baada ya kutambua haya, baada ya kutambua Roho Mtakatifu ni nani, tuingie sasa kwenye kipengele chetu cha kwanza, ni kwa nini tujazwe Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, ninaomba nikwambie kitu kimoja. Dunia kama unavyoiona, Mungu ametuweka kwa makusudi ili tuweze kufanya kazi pamoja naye. Unisikilize vizuri. Kwa hiyo si unakimbilia tu kujazwa Roho Mtakatifu pasipo kujua kwamba huyo Roho wa Mungu unajazwa ili afanye nini, ili iweje sasa. Uwe naye tu kama picha tu, au kama sauti tu, alafu ufanye chochote kile. Sasa utaenda kujua ni kwa nini tunajazwa Roho Mtakatifu. Kama hauko kwenye namna hii, huyo Roho wa Mungu hawezi kukujaza, kwa sababu utakuwa upo kinyume na utaratibu. Ni kama mwanafunzi unasoma ili iweje? Unasoma ili iweje? Au unasoma pasipokuwa na malengo fulani? Sasa na Roho Mtakatifu unajazwa kwa nini? Ni kwa nini tujazwe Roho Mtakatifu? Hebu angalia katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 na ule mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sasa ile sura ya 3 na ule mstari wa 9. Hapa maandiko yanasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kumbe sisi ni wafanyakazi, sisi ni watendakazi. Ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja. Yesu pamoja na kwamba alikuja akafa msalabani ili sisi, mimi na wewe, tuokolewe, alikuja ili vile vile sisi tuzidi kuendeleza ile kazi ambayo yeye alituachia tuendelee nayo, kuwafanya watu wengi wamrudie. Sasa ikiwa mtu anatamani kufanya hiyo kazi ya kufanya watu waweze kumrudia Mungu, manake huyu mtu anahitaji uwezo usiokuwa wa kawaida, anahitaji nguvu isiyokuwa ya kawaida ili afanye ile kazi kwa urahisi. Unajua leo hii tumejaa watu wengi duniani. Wengi ni wachawi wapo, wengi ni walevi, waongo, watu ambao wana tabia mbaya. Ndio maana kuna magereza yamefunga majambazi sugu wasiowezekana. Kwa hiyo kuna wengine ukijaribu kumhubiri pasipokuwa na nguvu ya Mungu, unaweza kaambulia tu mashambulizi mabaya sana. Kwa nini? Unakuwa uko wewe mwenyewe, uko mtupu. Lakini unapokuwa una huyu Roho Mtakatifu, umejazwa nguvu zake, ile kazi ya Mungu inakuwa rahisi kufanya. Unaona? Sasa nikueleze uweze kufahamu vizuri. Naamini kwamba wengi tunakumbuka kwamba Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alifanya ile kazi msalabani,
alipoondoka, kumbuka aliyetakiwa azidi kufanya hiyo kazi ni mimi na wewe, ambao leo sasa tunasema kwamba tumeokoka. Unaona, tumeokoka. Kwa kuwa tumeokoka, sasa tuendeleze ile shughuli. Hebu angalia katika Luka ile 10 na ule mstari wa pili. Luka sura ya 10 na ule mstari wa pili. Luka 10:2. Aya, hapa maandiko tunasoma, usikie vizuri jinsi yanavyosema. Luka sura ya 10 na ule mstari wa pili. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kumbe mavuno ni mengi, ila watendakazi ni wachache. Hii dunia kuna watu wengi ambao ukiwahubiri wataokoka, au ukiimba tu nyimbo ambazo zina nguvu ya huyu Roho Mtakatifu, watu wanaokoka kupitia nyimbo. Kuna watu walisikiza tu nyimbo inaimbwa ya kiroho, mtu akamwendea Mungu kabisa. Sasa hawa watendakazi Mungu anasema ni wachache, ila mavuno ni mengi. Kwa hiyo Mungu anatafuta kile kunapokucha mtu wa kufanya kazi ya Mungu. Wana wa Israeli, angalia lengo la Mungu kuwaokoa. Alikuwa anamwambia Musa, nenda umwambie Farao awaachie wana wa Israeli ili waende wanitumikie. Yaani mtu yeyote anapookoka tu lengo ni moja, amtumikie Mungu. Na kama unamtumikia Mungu, Mungu hawezi kuruhusu utumike bila kuwa na vitendea kazi, bila kuwa na namna ya kufanya hiyo kazi. Ndio maana Roho Mtakatifu ndiye anayekusaidia kufanya hiyo kazi. Kama ni kuhubiri, utahubiri kwa nguvu ya Mungu sana. Kama ni kuimba, utaimba, udhihirisho utaonekana. Kama ni kufanya chochote cha kimungu, matokeo yataonekana. Kwa nini? Roho Mtakatifu anaitwa ni msaidizi. Hebu angalia vizuri katika Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 26. Yohana 14:26. Hapa utaona maandiko yanasema. Yohana ile sura ya 14 na ule mstari wa 26. Hapa maandiko sasa yanasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Angalia, huyu msaidizi anatufundisha, anatukumbusha. Na anaitwa ni msaidizi kwa sababu ndiye anayetusaidia. Ndugu yangu nikwambie, unapoona wengi hawafanyi kazi ya Mungu vizuri, hawana Roho Mtakatifu. Manake hawana anayewasaidia, hawana anayeweza kuwasaidia. Utakuja kuelewa kwenye kipengele huku kinachofuata, uweze kuelewa mambo ya msingi tena mengine zaidi. Sasa kwa kuwa huyu ni msaidizi, manake tunahitaji kusaidiwa. Sisi hatuwezi kufanya chochote pasipo Mungu. Unaona? Ndio maana inatupaswa sasa tujaze Roho Mtakatifu ili atusaidie. Hii sio kazi yetu. Kuimba sio kazi yako, kuhubiri sio kazi yako, kwa kuwa ni kazi ya Mungu mwenyewe. Ndio maana nimesema sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Na Mungu alichagua watu wengine kuwa mitume, manabii ili aweze kukamilisha watakatifu. Sasa hawa mitume na manabii ni lazima wawe na huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Na angalia katika Biblia katika Efeso ile sura ya 4 na ule mstari wa 11, ndipo aliposema kwamba amechagua wengine kuwa mitume, wengine manabii, wainjilisti na walimu kwa lengo la kuwakamilisha watakatifu. Sasa hawa watakatifu hawawezi kukamilishwa bila kuwa na huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye hupaswi kumkosa ndani yako. Hii kipengele ambacho ni cha kwanza kabisa kwa sehemu, na amini umeelewa kwamba ni kwa nini inatupaswa kujaza Roho Mtakatifu. Uweze kufanya kazi ya Mungu kwa akili zako, ndugu yangu, lazima uweze kuhitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Hili sasa inatupeleka kwenye kipengele chetu cha pili kinachosema faida za kujazwa Roho Mtakatifu. Faida za kujazwa Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, naomba nikwambie, Roho Mtakatifu kuna faida nyingi sana za kujazwa hii nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengi waga wanafikiri labda faida ni ile kuongea tu kandaraba kondaraba zitereba inkarabasi randaraba katerabasi indaraba korobasi. Wengi wanafikiri kunena hivyo, au Waingereza wasema speaking in tongue, wanafikiri labda kuongea hiyo lugha labda ndio faida tu. Ndugu yangu, nisikilize kwa makini. Kuna faida nyingi sana za kujazwa Roho Mtakatifu. Ukumbuke kabisa, hata siku parapanda itakapolia, huyu Roho Mtakatifu na nguvu zake ndio zitafanya uweze kunyakuliwa. Kwa yuko ndani yako,
ndiye atakupa namna ya kuweza kutoka kwenye hii dunia na kuvutwa kwenda juu, kwa sababu yeye ndani yakupa huo uwezo wa kuweza kuvutwa kwenda juu. Huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana faida nyingi. Watu wengi unakuta labda amesahau ni mambo gani anapaswa kuyafanya. Roho Mtakatifu anatukumbusha. Unapoona kuna watu wameingia kwenye injili za manabii wa uongo, wanakanyaga mafuta, wanakula keki sijui za upako, wana vitambaa vya upako. Mtumishi mwingine mmoja aliyekuwa ni wagiza akawaambia watu eti ili aweze kuwaombea vizuri walete nguo zao za ndani. Tena mwingine alipitiliza akasema anapoombea watu anaweka vidole sehemu zao za siri kwa wanawake, eti anagusa mayai ya uzazi, eti ndio wanapata ujauzito wapate watoto. Maanake ni watu ambao ndani yao hawana Roho Mtakatifu. Ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu, mtu yeyote anapokuletea injili ya uongo, haraka sana Roho Mtakatifu anakwambia. Kwa nini? Kwanza, huyu Roho Mtakatifu atakuongoza akupeleke kwenye kweli yote. Yaani Roho Mtakatifu unapokuwa naye lazima atakuongoza kuweza kujua mapenzi ya Mungu yote. Yaani mtu akianza tu kuhubiri tu yaani anakwambia huyu hapa sio kweli. Sio kweli. Anakudanganya. Kwa nini? Anakupa kujua neno la Mungu. Ile neno ambalo unaozidi kulisikia linazidi kukufanya ndani yako uzidi kujua kwamba huyu ni muongo, huyu ni mkweli, huyu nabii wa giza. Yule Roho wa Mungu, wengi wanasema nimeona huyu mhubiri mahubiri yake ni mazuri, nimeyapenda, anaongea vizuri. Tena wengine akisikia mtu anasema Bwana asema, wanafikiri ndio Roho wa Mungu. Hapana. Yaani kuna watu wanaweza wakahubiri kwa emotion au kwa misisimko au kwa hisia, ukajua wana Mungu kabisa, kumbe hawana Roho Mtakatifu. Atakaye kusaidia ni huyu. Ndio maana kuna faida kubwa za kujazwa Roho Mtakatifu. Hebu angalia katika Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 13. Yohana 16:13 uone faida za kujazwa Roho Mtakatifu. Yohana ile sura ya 16 na ule mstari sasa wa 13. Hapa maandiko yanasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Angalia, kwanza Roho Mtakatifu atatuongoza atutie kwenye kweli yote. Maanake kwenye uongo hata kupeleka. Unapoona watu hapo kwa manabii wa giza wanakuna matango ya upako, hao hawana Roho Mtakatifu kabisa. Ndio maana wamezimika ndani yao, hawana taa ya kuongoza. Lakini umeambiwa huyu Roho Mtakatifu atatupasha habari za mambo yajayo. Maanake Roho wa Mungu hata ikifika wakati wa parapanda ya mwisho, wakati ule, kumbuka Roho wa Mungu ni Yesu mwenyewe, nimeshawaambia kule, atakupa ndani, huenda kuhisi hata labda kufanya matengenezo, kuhisi kujiandaa. Kwa sababu Mungu anapotaka kufanya jambo alisema hivi, je, nitende jambo nimfiche Ibrahimu? Ni kweli siku ya unyakuo hakuna ajuai siku wala saa, lakini Roho Mtakatifu atakupa saini kwamba mwanangu jiandae. Wewe mara ngapi umekaa unaanza kushangaa, unasikia ndani yako kuomba, yaani unakosa amani. Mimi kuna wakati huwa nisipoomba kuna mtu anakosa amani kabisa, yaani unasikia omba, ndani yako unasikia kuomba, na kweli ukienda kuomba unaona mzigo unaondoka. Kwa hiyo unakuta hata wakati ule parapanda hapo karibia kulia, Mungu anakupa neema au nafasi ya kuweza kujiandaa vizuri, kwa sababu ni wakati Roho wa Mungu anakuwa anakuandaa. Kwa hiyo utaona hii faida ya kuwa na Roho Mtakatifu ni kubwa sana. Roho Mtakatifu anakukumbusha. Mimi kuna wakati huwa naweza kuwa nimesahau hela nimeweka wapi kabisa, au labda kitu nimeweka wapi. Nikisema tu Roho Mtakatifu ninaomba nikumbushe, nakwambia ananikumbusha. Au hata kama mambo yaliyopita, kuna kipindi nilimwambia Roho Mtakatifu anikumbushe mambo ambayo nishaga ya sahau. Nikaletewa mambo ya zamani kidogo nikiwa mdogo, hata kabla siingia shule. Mpaka nikawa nashangaa sana, yaani mpaka nikawa nacheka. Roho wa Mungu anakumbusha kweli. Si nimewafundisha pale kwamba huyu msaidizi atawafundisha na kuwakumbusha kwenye Yohana ile 14:26. Maana yake Roho Mtakatifu kwanza anakufundisha. Faida namba 1, anakufundisha. Ndio maana usije ukadanganywa mtu akakwambia mimi ndio mwalimu wako pekee, hamna mtu mwingine kumsikiliza. Sikiliza, Roho Mtakatifu tunapewa vile vile ili tuweze kufundishwa na yeye. Roho Mtakatifu hawezi kukudanganya.
wachungaji wengi wanaweza kudanganya watu. Mchungaji anakwambia vaa suruali mwanamke, Mungu haangalii nje. Huyo mchungaji ni muongo. Kwa nini? Roho Mtakatifu hajamwambia, ile amekwambia ya moyoni mwake yeye mwenyewe. Ile ukisoma neno inakwambia mwanamke huwezi kuvaa nguo za wanaume. Maana unakuja kujua kwamba kumbe Roho Mtakatifu na mwanadamu ni vitu viwili tofauti. Mungu hata kudanganya. Ila mtu anaweza kudanganya. Mchungaji anaweza kuona kanisa lake wamejaa watu wenye hela, hawezi kuambia ukweli, anaogopa watakimbia kanisani. Inabidi kudanganya, lakini Roho Mtakatifu hata kudanganya. Ndio maana yeye Roho Mtakatifu ni mwalimu. Ndio maana nikawa nawaambia kwamba Roho Mtakatifu hizi ndio faida zake. Hebu angalia, anasema ukiwa naye hamna haja ya mtu kufundisha kitu. Angalia katika waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 na ule mstari wa 27. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 sasa na ule mstari wa 27. Hapa maandiko yanasema, waraka wa kwanza wa Yohana 2:27. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Haya mafuta sio ya kina Mamposa, no. Haya mafuta sio yale ya mzeituni, no. Mafuta ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Anasema Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili kuwahubiri maskini habari njema, na wafungwa habari ya kufunguliwa kwao. Maana yake mafuta ni Roho Mtakatifu. Sasa anasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Mafuta yanakaa ndani. Hayo mnayokwenda kupaka si yanakaa nje. Haya anasema lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Unaona, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Manake Roho Mtakatifu kumejaa nguvu zake, hamna haja ya kufundisha mtu yeyote. Nakwambia kabisa, hata kama mtakianza kuhubiri utajua huyu anaenda kuongea hiki hapa. Huyu sawa, ndio Mungu ana mafunuo mengi sawa, lakini unapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu mtu hakudanganyi. Akitaka kuongea kitu utakuwa unagundua huyu anaelekea huko. Kwa nini? Roho wa Mungu ndani yako anakupa taarifa. Sasa huyu Roho Mtakatifu, kuna watu wengi unakuta unapokuwa tu umeokoka, unakuta kuomba hata saa moja huwezi. Ni ngumu. Wengi tangu waokoke hata nusu saa hajawahi kuomba. Kwa nini? Ndani yake hana anayemsaidia. Ndio maana uweze kuona. Unajua faida za kujazwa Roho Mtakatifu ni sawa sawa. Hebu angalia, nenda mashambani. Kuna wakulima wanaotumia trekta, kuna wakulima wanaotumia majembe. Anayelima kwa jembe akipewa heka 2, na anayetumia trekta atafanya kazi kubwa kuliko anayetumia jembe. Katika mambo ya umeme, anayetumia mashine za kusaga na anayetumia kinu kutwanga, anayetumia kinu atachoka sana. Sasa mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, hana ule ujazo, kazi ya Mungu anayefanya kwa nguvu zake, huyo mtu hana anayemsaidia. Kwa hiyo hata risali moja kuomba ni mzigo mzito sana. Nakwambia ukweli, ni mzigo mzito mgumu. Wewe mwenyewe ni shahidi kama unanisikia. Angalia maombi yako yakoje. Je, ulishawahi kuomba hata masaa 4? Ulishawahi kuomba hata masaa 5? Mimi kuna siku nimewahi kuomba mpaka masaa 12, kuanzia asubuhi mpaka jioni naomba kabisa. Naomba. Usiku na kesha naomba. Tena naona raha kabisa, nafurahia. Unafunga mifungo mirefu miezi 4, siku 40, miezi 4 unafunga. 4 kavu, 3 kavu, unafunga vizuri tu. Kwa nini? Roho Mtakatifu anakusaidia. Ila mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, yani hata ule mfungo wa siku moja kwake ni mgogoro. Kwa nini? Anafanya vitu kwa nguvu zake. Sasa utaona hapa kuna kitu ambacho Mungu anakieleza, kitu ambacho kinakuja kukuonyesha hata kwenye eneo la kuomba. Katika ile Zekaria ile sura ya 12 sasa na ule mstari wa 10. Zekaria ile sura ya 12 na ule mstari wa 10. Mungu anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amombolezeavyo mwanawe wa pekee. Sasa angalia, kumbe anayeweza kutoa roho wa neema na kuomba ni Roho Mtakatifu huyu. Kwa hiyo unapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu, unapewa na roho wa neema na kuomba. Ndio maana utashangaa maombi ukiwa unaomba hata masaa 6 utaomba vizuri, hata masaa 4 utaomba. Kwa nini? Una anayekusaidia kuomba, una anayekuwezesha kuomba. Lakini mtu ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu, maombi kwake ni ngumu. Ukimwambia hata njoo tuombe au mikesha, ni kama unamlazimisha,
ni kama una msukumo na mvutavuta vile, kwani ndani yake hakuna ile chemchemi inayomsaidia, inayomwezesha kuomba kwa muda mrefu. Kwa hizi ndio faida pia za mtu kujazwa Roho Mtakatifu. Unapoona kuna watu wanaomba, watu wanaombea watu wanapona magonjwa, watu wanapona kansa, wanapona watu ukimwi, watu wanapona magonjwa mazito kwa nguvu za Mungu kabisa. Hata hao matapeli wanaotumia uchawi, hata hao wale ambao wamejazwa Mungu kweli, wanaoombea watu wanapona, hawa watu anayefanya ile kazi ni huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa amejaa ndani yako, tayari anafanya ile matendo ya miujiza, anayafanya yeye mwenyewe. Ndio maana utashangaa sasa, utasikia kuna mtumishi kaniombea, nimepona, hivi. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 12, ndio uone faida sasa za kujazwa Roho Mtakatifu. Haya huyaoni kwa sababu bado hujajazwa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 na ule mstari wa 28. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12. Wakorintho wa kwanza sasa 12 na ule mstari wa 18. Bali Mungu, Wakorintho wa kwanza sura ya 12, ni mstari wa 28. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongezi na aina za lugha. Sasa angalia, huyu anayefanya hii miujiza, anayefanya mambo yote haya ni Roho Mtakatifu. Na kitu kingine ni kueleze faida ya kujaza Roho Mtakatifu. Unapokuta mtu anafanya maombi huku ananena kwa lugha, Shetani huwa ana tabia, ukianza kuomba kwa mfano Kiswahili au ukaanza kuomba lugha tu za duniani, labda Kiingereza au Kijapani, unapoomba kwa lugha za duniani, Shetani anaweza kasikia maombi yako. Akisha sikia, anajua kwamba huyu mtu yuko anaombea ndoa, anaombea wanaye, anakwenda kuzuia. Lakini ukinena kwa lugha, Shetani huwa hajui unaomba nini. Hajui kabisa, haelewi. Kwa nini? Kuna lugha za malaika na lugha za wanadamu. Sasa ukiona lugha ya mbinguni, Shetani huwa haelewi. Kwa hiyo na vile vile unapokuwa unaomba kwa kunena kwa lugha, unakuwa unajijenga mwenyewe. Mtu anayekomaa sana kiroho haraka ni mtu ambaye maombi yake yote akiwa naomba anapenda kunena sana kwa lugha. Ndugu yangu, yani ukipata nafasi, nena kwa lugha, nena sana. Unaponena sana kwa lugha, unakuwa unajijenga, unaimarisha mtu wako ndani, unaimarisha roho yako. Ni tofauti na mtu anayeomba Kiswahili. Kumbuka, unapoomba ile lugha unakuwa jiconnect na Mungu mwenyewe. Roho wa Mungu anaomba, anakusaidia mambo ambayo ulikuwa hujui. Hebu angalia katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14 na ule mstari wa 4. Au labda tuanze tu ule mstari wa kwanza kwa faida ya wengine. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Angalia, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Kuhutubu ni kuprofesai au kuprofesaya, kutoa unabii. Anayekuwa anatoa unabii anaongea, anazungumza na watu, ila unaponena kwa lugha unajijenga mwenyewe. Kwa hiyo kukosa kujazwa Roho Mtakatifu, unashindwa kujijenga mwenyewe. Kuna watu wengi wamejawa na woga, hawana ujasiri. Ukiona mtu ni mwoga, hana ujasiri, huyo mtu bado hajajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unakuwa jasiri. Mnakumbuka vizuri wakati Petro hajajazwa Roho Mtakatifu, alipokuwa anamwona Yesu anatembea juu ya maji, akamwambia Yesu amfuate. Alipoanza kumfuata, alipoona upepo akaogopa. Alipoogopa akaanza kuzama. Maana yake ni nini? Anaogopa kwa sababu Petro alikuwa bado hana Roho Mtakatifu. Yaani ule ujazo wa Roho Mtakatifu ulikuwa hauko ndani yake. Ndio maana mnakumbuka vizuri, mitume wamekuja kujazwa Roho Mtakatifu baada ya Yesu kutoka duniani kimwili. Ndio maana akawaambia wakae kwenye ile jengo mpaka watakapovikwa uwezo utokao juu. Ile siku ya Pentekoste
wamekusanyika pamoja, ndipo sasa walipowekewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Ila pale pote mwanzo hawakuwa nayo, na kuanzia hapo ndipo walipoanza kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu. Maana yake tayari wana silaha za kutosha, wana ule uwezo wa kimungu wa kupita kawaida, ndipo walipotoka na kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo Petro alikuwa ni mwoga kwa sababu hakuwa na Roho Mtakatifu. Angalia katika waraka wa pili wa Timotheo wa pili ile sura ya kwanza na ule mstari wa 7, Mungu anasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kumbe roho ya woga sio Roho Mtakatifu. Ukiona ndani yako bado kuna woga, hata saa 8 usiku huwezi kupita barabarani, unaogopa, naogopa, Roho Mtakatifu bado hajajaa ndani yako. Akijaa ndani yako unakuwa ni jasiri. Kwa nini? Mungu haogopi, ni Mungu mwenyewe ambaye yuko pale, uwezo wake umejaa. Sasa ni faida nyingi. Halafu unakuta kuna watu wengine hawawezi hata kuhubiri mtu, yaani unatamani kumhubiri mtu abadilike, ila ule ujasiri hauna. Unasikia kimoyo kinadunda kubu, au kusimama mbele za watu unaogopa. Mtu mwingine mpaka anatetemeka, huyo hana Roho Mtakatifu, hajajazwa bado. Akijazwa Roho Mtakatifu, hata kama kuna umati wa watu 10,000, yeye ni jasiri, anasimama pale anaongea. Kwa hiyo na Roho Mtakatifu ukishampokea anakusaidia hata kwenda kuhubiri watu. Yaani unapokuwa unahubiri, yeye anakuwa anahubiri ndani yako, akiwahakikishia wale watu kwa habari ya dhambi na hukumu, akiwaonyesha makosa yao. Ndio maana uko mtu nahubiri, unashangaa mtu ndani yake anaguswa, anasema hakika haya maneno yamenigusa. Maana Roho wa Mungu ameenda kuongea na yule mtu ndani, kwa wewe unayehubiri umejazwa Roho Mtakatifu. Angalia Yohana 16 na ule mstari wa 18. Hizi ndio faida za kujaza Roho Mtakatifu. Sasa Yohana sura ya 16, Yohana 16 na ule mstari wa 8. Soma mstari wa 8. Naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawa niamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Sasa utaona huyu Roho Mtakatifu anayekuwa anahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, anakuja kukusaidia unapokuwa unahubiri, na yeye anauhakikishia ulimwengu. Ndio maana unashangaa mtu anasema hakika ulioyaongea kweli ni mimi. Kweli ni mimi. Maana yake sasa huyo ni mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu. Tunaenda sasa kwenye kipengele cha 3. Tunaenda kwenye kipengele cha 3 ambacho kinasema mambo yanayofanya mtu asijazwe Roho Mtakatifu. Mambo yanayofanya mtu asijazwe Roho Mtakatifu. Ndugu wangu, hapa sasa unisikilize kwa umakini. Kuna mambo yanayofanya mtu kushindwa kabisa kujazwa Roho Mtakatifu. Kitu cha kwanza kabisa, mara nyingi uwaga ni dhambi. Unakuta mtu anatamani kwenda mbinguni, lakini hajaamua kuacha umbea, hajaamua kuacha uongo, hajaamua kuacha uzinzi, hajaamua kuacha uasherati, yaani dhambi kwa ujumla hajaamua kuacha. Huyo mtu kujaza Roho Mtakatifu itakuwa ni ngumu. Mungu anamridhia mtu ambaye anasema niko tayari leo kuacha dhambi. Mungu nisaidie. Na ndani ya moyo uwe kweli umeamua kuacha. Huyo Mungu anamsaidia. Ila mwingine anakijiangalia anaona ndani yake hataki kuacha kabisa. Sasa Mungu, Roho Mtakatifu, ndio maana anaitwa ni mtakatifu. Yeye hakai mahali pachafu. Unapokuwa unataka kujazwa Roho Mtakatifu huku ndani yako haujatamani kuacha dhambi, wengi unaweza kujazwa mashetani. Kwa nini? Kama una mavifungo, hiki ni kitu kingine. Vifungo navyo huwa ni sababu inayofanya mtu asijazwe Roho Mtakatifu. Unakuta mtu mwingine bado ana mapepo ndani yake. Mtu mwingine bado ana mamizimu, ana maagano huko, ana mahirizi. Huyo mtu hawezi kujaza Roho Mtakatifu. Mungu na shetani hawachangamani. Sharti moja aondoke kwanza. Ndio maana kabla hata kujaza Roho Mtakatifu, huwa pia kuna maombi yanayofanyika ili kwanza kukagua mtu asiwe na vifungo ndani yake. Unakuta mtu namwombea mzimu wa babu unalipuka, mzimu wa babu. Mimi ni babu yake. Huyo tunataka yule mganga wa kienyeji. Sasa huyo mtu hawezi kujaza Roho Mtakatifu mpaka yule mzimu achomolewe ndani kwanza, ndipo huyo mtu atajaza Roho Mtakatifu. Dhambi zinafanya mtu aweze kupoteza uhusiano mzuri na Mungu. Kwa sababu gani? Unaweza kujaza Roho Mtakatifu, halafu baadaye ukaja kutenda dhambi. Ile dhambi ikafanya Roho Mtakatifu akaondoka ndani yako.
au yule Roho Mtakatifu akaanza kuja kuwa adui, akakusumbua, akakupiga sana wewe mtu, nisikiza vizuri. Kama utajazwa Roho Mtakatifu huku una maovu, halafu ukaja kutenda dhambi, ukamhuzunisha huyu Roho Mtakatifu, ukimhuzunisha, kwanza anaweza akaondoka au akaja kama adui yako. Hebu angalia kwenye Isaya. Ndugu yangu, usiombe kupigwa na Roho Mtakatifu, usiombe kabisa. Isaya ile sura ya 63. Isaya 63 na ule mstari wa 10. Lakini wakaasi, wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Unaona? Walimhuzunisha Mungu, wakaasi. Akawageukia, akawa adui. Mungu akiwa adui yako, ndugu yangu, utapigwa vibaya sana. Kila kitu hakitaenda. Kwa hiyo ili kuepusha haya, ndio maana wengine waga hawajazi Roho Mtakatifu. Mungu akimwangalia huyu hana maarifa ya kimungu. Unaweza kujaza Roho Mtakatifu, halafu kampoteza, ukamwasi. Daudi mwenyewe alifanya mabaya haya. Tena akawa anasema, "Oh Mungu, usiniondolee Roho Mtakatifu." Kumbe Roho Mtakatifu anaweza kuondolewa. Angalia kwenye Zaburi ile sura ya 51 na ule mstari wa 11. Zaburi ile sura ya 51 sasa. Zaburi 51:11. Maandiko yanasema, "Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee." Kumbe Roho Mtakatifu anaweza kuondolewa. Maovu yako yatafanya Roho Mtakatifu aondoke. Ndugu wangu, unaweza kubaki na lugha kwenye mdomo, rikandaraba kendaraba soroba inkarabasi, lakini Roho Mtakatifu ashagaondoka zamani. Wengi wamebaki na lugha kwenye midomo yao, Roho Mtakatifu hayumo. Ndio maana mtu yupo kanisani anashandalize lakini ni mzinzi, anashandalize nikambea, anashandalize nikalawiti. Huyo hana Roho Mtakatifu, kabaki na lugha kwenye mdomo. Lugha, unaweza kabaki na lugha tu, ila ile nguvu yake ukawa hauna. Utaenda kuona huko mbele, huko tunakoendelea. Tesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 19. Tesalonike wa kwanza sasa ile sura ya 5 na ule mstari sasa wa 19. Msimzimishe roho. Kwanza anasema hivyo, msimzimishe roho. Roho Mungu unaweza kumzimisha. Umejaza Roho Mtakatifu, huombi, neno usomi, huna habari ya kufuatilia mambo ya kimungu, anazimika ndani yako. Akishazimika sasa unaanza kuwa baridi. Kwa hiyo wengine Mungu akiwaangalia naona hawa wanaweza wakamhuzunisha au wakamzimisha, wakapata shida, anaamua kusubiri kwanza mpaka huyu ajue vizuri maneno ya kimungu. Ila simaanishi kwamba basi wanaojazwa Roho Mtakatifu wote ni watu wanaojua sana neno. Ndugu yangu nisikilize, unaweza kuwa hata kabla ya kubatizwa kwenye maji mengi haya kwa jina la Yesu Kristo na ukajaza Roho Mtakatifu. Na ushuhuda wa watu wengi ambao walijazwa Roho Mtakatifu hata kabla ya kubatizwa. Roho Mtakatifu kabisa. Kwani kuna wengine Mungu anawaangalia, anaona huyu anapaswa kufanya kazi, amecheleweshwa. Lakini eneo la kubatizwa bado hajapata maeneo au hajajua ukweli vizuri. Kwa Mungu wengine anawajaza Roho Mtakatifu kabisa hata kabla ya kubatizwa. Wako wengi wamejazwa Roho Mtakatifu na wakawa bado hawajabatizwa. Wamejazwa kabisa. Ila wewe ukishajazwa Roho Mtakatifu kabla ya kubatizwa, usijione basi kwamba huna haja ya kubatizwa. Maana kuna watu wengine wakishaona wana uwezo wa kunena kwa lugha, anafikiri eti kubatizwa haitakiwi. Ndugu yangu nisikize vizuri. Hata kama utajazwa Roho Mtakatifu kabla ya kubatizwa, lazima utafute ubatizo wa kweli wa maji mengi ubatizwe. La sivyo utajaza Roho Mtakatifu sawa, ya mbinguni hautaingia. Kwa nini? Mungu anaangalia neno. Yaani kwa Mungu hatubagui, tunafuata vyote madam tunajua vipo kwenye mapenzi ya Mungu. Si unachagua mimi sibatizwi ili nataka Roho Mtakatifu, au mimi nataka Roho Mtakatifu tu kubatizwa, hapana, au nabatizwa tu Roho Mtakatifu sitaki. No, tunachukua vyote madam kuwa na Mungu ni vizuri zaidi. Sasa hapa naamini umenielewa, kwa sababu naongea hivi pointi za msingi ili tuende kwenye moyo wa somo. Haya anayozungumza ndio ya msingi, ndio vinavyofanya watu nashindwa kujaza Roho Mtakatifu. Kujaza Roho Mtakatifu sio mpaka umekomaa sana kiroho. Mimi na ushuhuda, mimi nimejazwa Roho Mtakatifu nikiwa bado mtoto mchanga kiroho. Wala sikuombewa na mtu, wala sikuwekewa mikono na mtu. Japo kuna watu wengine mpaka waweke mikono na watu ndio wanajaza Roho Mtakatifu. Hata kwa mitume utaona walipoweka mikono juu ya watu ndio wakapokea Roho Mtakatifu. Wengine walipobatizwa tu kwenye maji mengi pale pale wakajaza Roho Mtakatifu. Ila wengine waliposema wanaenda kanisani kufanya maombi binafsi, mwingine nyumbani, anashangana jaza Roho Mtakatifu hapo hapo. Kwa Roho Mtakatifu yani anakujaza anavyotaka yeye. Mimi niliona baada tu ya kuokoka nikiwa mchanga kiroho kabisa. Nikiwa mchanga nikasema kwamba Mungu
Mbona naona watu wananena kwa lugha, wamejazwa Roho Mtakatifu? Sasa je, kama mimi kweli ni mwanao, kwa nini sineni kwa lugha? Kwa nini sijajazwa sasa Roho wako sasa? Nikasema Mungu, hapana, nataka nijazwe Roho Mtakatifu. Tena siku hiyo nilikuwa na imani, nikasema hapa mimi naenda kanisani, najifungia ofisini kule, nitaomba, sitoki huko ndani mpaka nijazwe Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, Roho Mtakatifu vile vile anaangalia watu ambao wana nia na moyo. Wewe hauna kiu ya kujazwa, hasa ya kujaze vya nini? Hauna kiu, hauna haja Roho Mtakatifu ndugu yangu ni ahadi kwa kila mtu. Usifikirie ni watu fulani peke yao ndio wanajua Roho Mtakatifu, labda wachungaji peke yao au si manabii. Hamna, ni kila aliyeokolewa. Kwa kuwa kila aliyeokolewa kuna kitu Mungu anataka afanye. Mimi nilipoingia kwenye ofisi, ndani ya dakika 15 tu nilipoanza kuomba, Roho wa Mungu alinishukia. Nikiwa mimi mwenyewe nilijazwa nguvu za ajabu sana pale. Nikiwa mimi mwenyewe mle ndani na Mungu wangu. Kwa hiyo kuna wengine wanaanza kuwaza labda nikiwa mpaka niwe na mchungaji ndio nitapokea. Au ndugu yangu, sikiliza, Mungu anataka watu wenye imani, watu wanaotamani kung'ang'ania. Hao ndio Mungu anayotembea nao. Kwa hiyo wewe mwenyewe uamue, wewe una kiu kwanza. Roho Mtakatifu atakushukiaje hauna kiu? Yaani mwenye kiu, mwenye njaa ndiye anayeshibishwa. Utamani, yaani usione, usiridhike kuona hujeni kwa lugha. Usiridhike kuona hujajaza Roho Mtakatifu. Wewe usiridhike. Ng'ang'ana, nasema Mungu, hapana, sikubali. Ni ahadi yako, nataka nione. Si umesema kwenye neno lako? Sasa nataka nipokee. Ukiongea hivyo, nakwambia ipo siku moja utashangaa. Unaweza kuwa kwenye ibada au watu wanaimba tu nyimbo, unashangaa unajaza Roho Mtakatifu. Sasa nataka nitoe kipengele kingine ambacho ni kipengele cha 4. Kinayosema ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa hapa uanze kunisikiliza kwa umakini hapa. Na nitakufundisha kwenye kipengele cha mwisho hicho, nitakuambia sababu zingine zinazowazuia watu kupokea Roho Mtakatifu pale wakiwa kwenye maombi. Nitakufundisha hicho. Kipengele chetu cha 4 kinasema ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa mwanzo nilitangulia kusema kwamba Yesu mwenyewe ni Roho Mtakatifu, kwa kuwa yeye ndio Mungu mwenyewe. Yaani Mungu ni mmoja. Unaposikia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni Mungu mmoja tu. Sema hiyo Baba, Mwana na Roho ni utambulisho wake tu, kwamba yeye ni Roho Mtakatifu, sio mchafu. Yeye ni mwana kwa kuwa alizaliwa katika mwili. Ni Mungu aliyekuvaa mwili wa mwanadamu. Ni Mungu kwa yeye ni muumba. Kwa Mungu ni mmoja. Ukifika mbinguni hautakuta Mungu watatu, hapana. Ni Mungu mmoja tu aliyeko pale. Sasa unapokuwa umeongozwa sala ya toba, ukawa umetubu dhambi na kumaanisha kuziacha, uwaga mnasikia nimempokea Yesu, si ndio? Mpaka mtu anasema kwamba kweli ameamua kumpokea Yesu, yuko ndani yake. Maana huyo mtu amempokea Mungu, amempokea Roho Mtakatifu, amempokea Yesu mwenyewe. Sasa huyo Mungu uliyempokea, kuna namna atatembea na wewe kwa viwango kulingana na unyenyekevu wako na vile ambavyo umekuwa ni mtii. Hatimaye sasa anakuweka wakfu kama mtendakazi bora, kama mwanae aliyeteuliwa, anakujaza nguvu zake sasa. Kwa hiyo kuna watu wengi wana Yesu ndani yao ndio, ila hawana nguvu. Ndio maana ukijiangalia, hata ukitaka kuombea watu, uone watu wanapona. Ukitaka kufanya kitu cha kimungu, unaona vile kuna shida fulani, una Yesu ndio, ila huwezi kufanya hayo. Kwa nini? Maana zile nguvu hauna. Hajakuweka wakfu bado, hajakujaza zile nguvu zake. Unajua, kwa mfano glasi ya maji, ikiwa ina maji ndani yakawa nusu, si kama maji hayamo, maji yamo ila hayajajaa. Hasa ujazo wa Roho Mtakatifu, manake Roho Mtakatifu yumo, ila sasa ule ujazo wake, ule ufuriko wake, ukifurika, ukipasuka, ndipo unatanga mtu anaanza kunena. Manake amefurikwa na nguvu za Mungu. Amefurikwa. Hivi hamjui kwamba hata upendo unaongezeka? Unaweza kuwa na upendo, yani angalia upendo ulionao kwa watoto wako na upendo ulionao kwa watu baki, kuna utofauti kidogo, si ndio? Utaona ukiwa na wanao mpaka kama nawakumbatia vile, yani upendo umemwagika, yani umejimaliza. Ila kwa ndugu baki hauko hivyo. Manake hata Roho Mtakatifu sasa, unaweza ukawa na Yesu sawa, ila nguvu zake hazijajaa. Kwa nini? Sio muumbaji wewe, bado hujajaa uwezo huu. Manake kuna kitu kimemisi ndani yako. Ndio maana hata mitume walipokuwa na Yesu hakuwajaza bado, ila alipoondoka sasa ndo akawaambia atawapa huyo msaidizi, atawajaza zile nguvu. Maana yake walijawa nguvu za kupita kawaida, mpaka watu wakawa nasema hawa watu labda ni walevi. Ni ndugu yangu, nikwambie, ujazo wa Roho Mtakatifu unapokushukia, ndugu yangu,
nakwambia utaona nguvu kweli kweli, utakwenda kuliona hili. Sasa hebu angalia kwenye Matendo ya Mitume 1 na ule mstari wa 8. Matendo ya Mitume sasa, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Matendo ya Mitume 1:8. Maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote. Sasa unaona hapa, alafu ile siku ya Pentecoste ambayo wengi huwa wanasikiaga inasema hii ndio siku ambayo walijazwa Roho Mtakatifu. Utaona walikuwa wako sehemu moja, alipokuwa anawashukia mpaka watu wakasema, hawa watu wamekuaje hawa? Sasa watu hawakuelewa kwamba katika kujaza Roho Mtakatifu ndivyo jinsi ilivyo. Maanake ujazo unajazwa sasa nguvu zijae na kufurika. Unakuwa uwezo wa kimungu kamilifu kufanya kila mapenzi ya Mungu. Miujiza mikubwa itafanyika, mambo makubwa yatafanyika. Yani mbele za Mungu wewe utakuwa sasa umeshajazwa nguvu. Huo sasa ndio ujazo wa Roho Mtakatifu. Ambao ukishajazwa, nakwambia Roho Mungu ni mwaminifu sana ndugu yangu. Sasa tunakwenda kwenye kipengele cha 5 na cha mwisho, jinsi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ndugu wangu, kuna watu wengine waga wanafikiri kwamba labda wakati wa kujazwa Roho Mtakatifu kwamba huenda mapepo yanaweza yakaingia pale. Watu waga hawajui kwamba unapokuwa unaomba Roho Mtakatifu, kwa kuwa umeshazingatia yote haya, shetani hana nafasi tena mahali hapo. Wengi wamekuwa wakimzuia Roho wa Mungu anapokuwa anataka kuwashukia, wanafikiri ni mapepo, wanaacha. Ndugu yangu, utachelewa sana. Unajua unapoanza kujazwa, kwa kuwa Roho Mtakatifu anakuja kwa nguvu. Ndugu yangu, kuna watu wengine woga wanadondoka chini kabisa, au na vibrate mwili mzima unatetemeka. Au mwingine unapiga makelele unalia. Mwingine unashangaa, yani unakuwa katika mazingira ambayo wewe mwenyewe unaweza kuwa uelewe muda mwingine. Maana ni nguvu zinashuka ambazo sio za kibinadamu, ni nguvu ya Mungu mwenyewe. Jinsi ya kujazwa, wengi huaga utaanza kuona ule ulimi wako utaanza kubadilika. Ulikuwa unaongea Kiswahili, unaanza kushangaa Kiswahili kinaanza kuondoka, kupotea. Unaanza kufikiri kama unapoteza Kiswahili, yani ni kama unakosea kuongea, kama mtoto anayejifunza kuongea. Sasa wengi wakishaanza kuona hiyo, wanaanza kujiuliza maswali, hapana, mbona nakuta ulimi umeanza kuwa mzito? Mtu ananyamaza kimya. Ukinyamaza kimya, Roho wa Mungu hakujazi. Ukianza kuona kama ulimi unakosea kuongea, ni kama vile unaona aliyekamata kinywa chako ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa anakuja kujaza nguvu, mara nyingi anakamata ulimi. Sikiliza vizuri. Katika ile Matendo ya Mitume, ile sura ya 2, tuanzie mstari wa 1. Hata ilipotimia siku ya Pentecoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukaenda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi. Angalia hapa, ndimi. Maana yake vilikuja vitu kama ulimi, ndimi nyingi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Maana utaanza kuona unaongea lugha nyingine ambayo tangu zaliwe hukuwahi kuisikia. Wengi wanawadanganya kwamba sema Yesu 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 Yesu. Hapana ndugu wangu, hatufanyagi hivyo. Wewe jinsi ya kujazwa, wewe unakuwa tu unaomba kwamba Bwana Yesu, ni ahadi yako. Umesema kwenye neno lako kwamba utatuma msaidizi Roho Mtakatifu. Bwana, ni ahadi, umeniahidi kujaza Roho Mtakatifu. Yesu, naomba unijaze Roho Mtakatifu nikutumikie. Yesu, naomba unijaze Roho Mtakatifu nikutumikie. Na hata hapa napohubiri somo, kuna wengi mtaanza kujaza Roho Mtakatifu sasa. Kwenye somo tu hili kuna wengi kwa imani utaanza kujaza Roho Mtakatifu baada ya kumwelewa sasa. Nakwambia kabisa utaanza kuona Mungu atakutembelea hapo ulipo. Sasa wengine wanadanganyagwa kwamba ongea haraka haraka. Hapana, usimpelekeshe Mungu. Wewe tu unaomba tu, Bwana nijaze nguvu zako Roho Mtakatifu nikutumikie. Ila unaomba kwa sauti. Maandiko yanasema panua kinywa chako nami nitakijaza. Maana Roho Mungu anapitia unapokuwa unaomba, anakamata kinywa chako.
ili aweze kuongea yeye, maana anakuwa ni yeye anayeongea ndani yako. Ni lugha za mbinguni, ufosi kuzielewa, ili ukienda kumwambia Mungu akupe kuelewa zile lugha. Mungu anatoa tafasiri ya lugha. Yaani unaweza ukamwomba Mungu akawa anakupa kujua anachoomba roho ndani yako ni nini. Lakini wengi wamekuwa kianza kuona wanaongea maneno wasioyajua, yani kashawashukia amekamata kinywa chao, wengi wanaacha kuomba. Ukiacha kuomba ndugu yangu, na yeye anatulia hapo hapo, hakujazi. Kwa ukaanza kuona ulimi unakuwa mzito, wewe endelea kuomba. Haijalishi kitatokea nini, kama mtaanguka chini haijalishi, kama utafanyaje. Unajua wakati ule wa mitume mpaka watu walikuwa na wadhihaki, wakafikia watu wamekunywa pombe. Hebu angalia katika ule mstari wa 7, wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Walpati na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Padokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya na karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na mashaka, wakiambiana maana yake nini mambo haya. Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Wengi wakasema watu ni walevi, wamekunywa pombe. Kumbe hapana. Sasa hapa unaweza ukapokea lugha za malaika, lugha za mbinguni au lugha za wanadamu. Kuna mwingine unakuta anaweza kuwa hajui Kiingereza. Unashangaa kwenye kuomba anapewa lugha ya Kiingereza kabisa. Hakuwahi kwenda shule ila akaongea Kiingereza. Akawa akianza kuomba unakata Kijapani, Kiingereza. Kuna muda unaweza kupewa lugha za binadamu. Mimi nimepewa lugha ya mbinguni. Alafu kitu kingine, kwenye kunena kwa lugha ndugu yangu, usifikiri kwamba watu wanajifanyishaga, hapana. Halafu ukishajaza Roho Mtakatifu, tayari ndani yako masaa 24 yeye yupo. Ile lugha inakaa moja kwa moja. Ukiamua hata kunena sasa hivi unanena rikandaraba inkaraba zindaraba koroba sitindaraba koroba inkaraba si osaraba zindaraba kikaraba zindaraba koroba si. Hapa si kama najifanyisha, hapana. Roho wa Mungu ashajaja ndani yangu, maana tayari ipo. Ni sawa sawa leo nasema nataka sasa hivi niongee Kiingereza, nataka sasa hivi niongee Kisukuma, maana kwa ile lugha ipo naongea. Kwa mimi naomba kwa Roho ananiombea yeye mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo utafika level za kujua unachokiomba ni kitu gani. Namshukuru Mungu mara nyingi huwa anajuaga anachokinena ni nini. Sasa wengi huwa wanamzuiaga sana Roho Mtakatifu. Wanapoanza kuona ulimi unakuwa mzito, wanawaza huenda ni mapepo. Mtu anakaa kimya. Ndugu yangu sikiliza, hakuna shetani atakaye kuja hapo, maana ibilisi hana nguvu katikati yetu. Na kitu kingine, utaona Samsoni. Angalia, Samsoni alikuwa yule ukikawaida, alikuwa tu na nguvu za kawaida, lakini Roho wa Mungu akimshukia, alikuwa Samsoni anabadilika na kuwa mtu mwingine, anakuwa si yeye tena. Hiyo ndio maana ya Roho Mtakatifu. Angalia katika Waamuzi ile sura ya 14 mstari wa 5 mpaka wa 6. Waamuzi ile sura sasa ya 14 mstari ule wa 5 mpaka ule mstari wa 6. Maandiko hapa yanasema, ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamgurumia. Roho ya Bwana ikamjiria kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Manake uwezo wa kuchana simba kama karatasi ni ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu atashuka kwa nguvu katikati yako. Kama unatamani, ndugu yangu nisikilize, kama unatamani kujazwa Roho Mtakatifu, mada umeshajifunza haya, ndugu yangu, fanya matengenezo hayo ulioyasikia. Ila kama ushajiandaa, wewe utaomba, Mungu atakujaza Roho Mtakatifu. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Mimi nitakuombea maombi ya ufupi sana tu, ila amini utajazwa Roho Mtakatifu. Hata kama usipojazwa leo, unaweza kashangaa hapo mwenyewe. Ni kama nilivyokuambia, wengine mpaka wawekewe mikono, lakini mimi hapa nimetoa tu mwongozo wa jinsi gani ya kujazwa Roho Mtakatifu. Basi mimi hapa nitaenda kuomba kwa ufupi, alafu huko kwingine nitazidi kutoa masomo mengine yanayoendelea, lakini amini kwamba hicho ambacho umejifunza ndivyo namna mtu anavyojazwa Roho Mtakatifu. Mpaka hapo umejifunza nini? Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, angalia Bwana, kuna watoto wako ambao Bwana wamejifunza maneno haya. Jehova Shama, Adonai, Mungu wetu mwenye nguvu, Roho Mtakatifu ambaye
wewe ulikuja duniani na mpaka sasa unakaa pamoja na sisi ulimwengu wa kiroho. Angalia Bwana, kuna watoto wako wana kiu, wana njaa ya kujazwa nguvu zako, wana njaa Baba, warehemu, watakase watoto wako. Ikiwa wako ambao wana vifungo Baba, fungua vifungo vyao. Jehova Rafa, nakusihi moto wako watembelee Bwana. Roho wa Mungu, wala wasige lugha za watu wengine, utampatia kila mmoja lugha yake mwenyewe. Jehova Rafa, maana kuna wengine wamekuwa wanasikiliza watu na kuamua kuiga sauti zao, kumbe wanafanya makosa. Baba, wasaidie watoto wako Bwana Mungu mwenye nguvu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho wa Mungu nakusihi Bwana, angalia watoto wako. Nani mwenye kiu mahali hapa? Gusa kinywa chake Bwana. Gusa watu wako hawa, uwajaze, uwajaze, uwajaze kwa moto wako Roho Mtakatifu. Bwana, wajaze, watembelee sasa. Watembelee sasa, watakapokuwa wakiomba, iwe sasa au baadaye au wakati mwingine au maombi binafsi. Bwana, wajaze, usiwaache, maana tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Ulimwengu ambao umejaa maasi, ulimwengu ambao umeoza, tunahitaji nguvu yako ili tuweze kushinda nguvu za uovu ambazo zimejaa duniani. Tunakuhitaji sana Roho Mtakatifu Bwana. Baba, tembelea wanao. Jehova Rafa, angalia mama huyu ana haja, angalia binti huyu, angalia kijana huyu, kaka, dada huyu, angalia Mungu watoto wako, angalia watumishi wako Bwana. Baba, waguse kwa uwepo wako sasa. Roho wako pita ndani ya watu hawa. Rika ndarabakira basi itarabakinda rabakoria karaba zinda rabakoraba itenda rabakoria kada rabakinga raba inkaraba oria karaba zinda rabaka. Baba, nakusihi kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu Bwana, tembea ndani ya watu wako sasa. Uwaguse Bwana kwa uwezo wako, kwa moto wako Bwana, wajaze sasa, wajaze. Angalia Bwana, wanahitaji kutumikia Baba, nguvu zako sasa ziweze kupita katikati yao, ziweze kupita katikati yao. Mwanamke, mwanaume, nasema pokea katika jina la Yesu Kristo. Kaka, dada, pokea katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu wapite ndani yako, Roho wa Mungu wapite ndani yako. Roho Mtakatifu, wewe ni amini na kweli, wewe ni amini na kweli. Bwana, washukie Mungu, ukathibitishe neno hili kwa uwepo wako. Uwashukie wanao ambao Baba wanaofuatilia na kusikiza sasa. Roho wa Mungu, Roho wa Mungu Baba, tembea kwa watu wako sasa. Tembea Jehova Rafa, na kusihi Mungu, gusa watu wako hawa sasa. Gusa vinywa vyao Bwana. Jehova Nisi, Adonai, 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 Adonai. Na kusihi Bwana Mungu Mtakatifu, Roho wa Kristo Bwana, pita juu ya watoto wako sasa. Roho shuka tena, Roho ushuke tena, moto uwake tena, moto uwake tena. Kama siku ya Pentekoste, moto uwake tena. Jehova Rafa, na kusihi Mungu mwenye nguvu Bwana. Baba, gusa wanao sasa kwa moto wako Roho Mtakatifu Bwana, watembelee kwa jina la Yesu Kristo. Baba, gusa mtu huyu, angalia Bwana, wamekuhitaji kwa muda mrefu. Jehova Rafa, na kusihi Baba, watembelee, Baba, watembelee, Baba, watembelee, watembelee Bwana kwa uwezo wako sasa, kwa moto wako Roho wa Mungu, kwa moto wako Roho Mtakatifu Bwana. Gusa kinywa cha mtu huyo, gusa mikono yake, gusa wengine Bwana, wataanza kuhisi baridi, wengine moto, wengine kutetemeka, wengine kulia, wengine kuongea, wengine kuruka kwa nguvu. Baba, kwa jina la Yesu Bwana, wajaze kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya mwana kondoo ikufunike sasa, ulinzi wa Bwana ukufunike sasa, na Mungu akupe kutunza hicho ambacho tumekipokea kwa jina la Yesu Kristo. Ulinzi wa Bwana ukutawale na ukufunika katika jina la Yesu Kristo, amen. Wewe mtu wa Mungu, uendelee kuomba. Unapohisi umejazwa, endelea kuomba, yani usiache kuomba. Endelea kuomba mpaka unapoona ile lugha inakaa kabisa, yani mpaka uone kweli umehakikisha kwamba hapo umeomba. Omba kweli kweli, usiache kuomba. Lakini tutakutana kwenye somo jingine, na Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana.